Kwa wale ndugu zangu ambao wana nuksi, wana mikosi, wana hasadi, wana vijicho walivyopigwa, riski zao zikawa ngumu, riski zao zikawa nzito. Sisi tuna huu mchanganyiko mzito kabisa, ndugu yangu Muislamu, wa haya mafuta. Haya mafuta ni kiboko kabisa kwa mtu ambaye riski zake zimekuwa ngumu, upatikanaji wake wa riski umekuwa mzito, na hata pesa akipata hapa mkononi haiwezi kukaa. Alaika bihadhihi zait, ndugu yangu, juu yako kushikamana na haya mafuta. Unaona, haya mafuta ni maalum kabisa kwa ajili ya kufungua riziki. Miftahu abwabi riziki, kama kuna funguo za ufunguzi wa riziki ni hii. Piga dua yako baada ya magharibi, unakuwa na mafuta yako kama haya unapaka, alafu utaona ndugu yangu, mpenzi wangu, namna ambavyo Allah atakutengenezea maisha yako. Faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanati. Wewe unaogopa kurudi kwa Mungu eti kwa sababu umezini sana, eti kwa sababu ulisema uongo sana, eti kwa sababu ulidanganya sana, eti kwa sababu uliua nafsi za watu duniani, eti kwa sababu ulifanya ushirikina duniani. Allah anasema ukitubia kwa Mungu yale madhambi, kama ulikuwa na bilioni 10 za madhambi, Mungu hazifuti tu zile bilioni 10, anazigeuza zinakuwa mema yako. La ilaha illa Allah. Jamani, kuna jambo bora kama hili? Tega sikio na mimi sasa, ndugu yangu Muislamu, weka imani yako sawa sawa, ndugu yangu. Wacha kurudi nyuma eti kwa madhambi uliomwasi Allah kwamba Allah hawezi kujibu. Kuwa sambamba na mimi, nisikilize nikakufundishe dua itakayobadilisha maisha yako, dua itakayokwenda kutengeneza maisha yako, dua itakayokutoa katika magumu na mazito, dua ambayo itakwenda kukupa mali ambazo hukuwahi kufikiria, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia. Namna gani unafanya? Ni baada salati al-maghrib. Wallahi nawapieni ndugu zangu, wapenzi wangu, laiti mngalijua uzito wa kipindi cha baina ya maghrib na isha pale, baada ya swala ya magharibi, mngejua kuna mambo gani yanapatikana pale, msingaliacha hata siku moja kumwomba Mola wenu. Sasa unapomaliza kusali salatul maghrib, umemaliza kusali swala ya maghrib, utasoma suratul Fatiha 7, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, zisome 7. Baada ya kumaliza hizo, msalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 7. Baada ya hapo, inua mikono yako hii juu. Ndugu Muislamu, nitizame, inua mikono yako hivi juu, alafu mwambie Allah subhanahu wa ta'ala dua hii nitayokusomea hapa. Mwambie Allahumma ya qadhi duyun min khizanatika baina al-kafi wan-nun iqdhi anni wa an kulli madyun. Narudia tena, Allahumma ya qadhi duyun min khizanatika baina al-kafi wan-nun iqdhi anni wa an kulli madyun. Dua nzito hii, ndugu yangu Muislamu. Kama kuna dua inateketeza umasikini, kama kuna dua inateketeza ufukara, kama ni kuna dua inateketeza hali ngumu za mtu, basi ni baada ya magharibi kusoma suratul Fatiha mara 7, akamsalia Mtume mara 7, alafu kaisoma hii dua hata mara moja tu. Ukisoma mara 7 na yenyewe ni bora zaidi.